Kwanza ni taarifa ya habari za dunia, nami Sarafina Rubi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani ametishia kujiondoa kwenye mazungumzo ya amani kuhusu Ukraine hadi yaonyeshe ishara ya kupiga hatua katika siku chache zijazo. Marco Rubio alisema vita hivi havikuwa vya Marekani na kwa nchi yake ina vipaumbele vingine. Aliyasema hayo muda mfupi kabla ya kuondoka Paris, ambapo alifanya mikutano na wanasiasa kadhaa wa Ulaya. Msemaji wa ikulu ya rais wa Urusi, Kremlin, alisema ushiriki ni suala la Marekani kuamua, ila akasisitiza kuwa mazungumzo yaliyofanyika hadi sasa yalipiga hatua kwa kiasi fulani. Makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance anakutana na waziri mkuu wa Italia Giorgia Meloni mjini Rome kwa majadiliano kuhusu mapigano nchini Ukraine na ushuru wa Marekani kwa Umoja wa Ulaya. Vance aliwaambia wanahabari kuwa anaamini mzozo uliopo Ukraine unaweza kukomeshwa na kuelezea matumaini ya kupiga hatua katika mazungumzo kuhusu biashara. Bi Meloni anayeonekana kama mojawapo wa viongozi wa Ulaya aliye na ukaribu na utawala wa Rais Donald Trump alikutana na Rais Trump mjini Washington hapo jana Alhamisi. Vance atashirikia Pasaka mjini Rome na anatarajia kukutana na kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis. Naibu katibu mkuu wa chama cha demokrasi na maendeleo Chadema Zanzibar Ali Ibrahim Juma, mawakili, familia na wanachama kwa nyakati tofauti wamefika katika gereza za Keko jijini Dar es Salaam ambako mwenyekiti wa chama hicho anashikiliwa. Victor Kenani na maelezo zaidi. Taarifa ya chama hicho imeeleza kuwa juhudi zao za kumwona Lissu hazikufanikiwa baada ya kuelezewa kuwa hayuko katika gereza hilo. Taarifa imeeleza kuwa hawakupewa maelezo yoyote rasmi kuhusu mahali alipopelekwa. Chadema imelitaka jeshi la magereza, mamlaka husika na vyombo vya dola kutoa taarifa wazi na haraka kwa umma kuhusu mahali alipopelekwa Tundu Lissu. Wakati huo huo, jeshi la polisi kanda maalum Dar es Salaam limetoa onyo dhidi ya mpango wa Chadema kuhamasisha watu kukusanyika mahakama ya Kisutu tarehe 24 mwezi Aprili ili kumuunga mkono kiongozi wa chama cha upinzani Chadema Tundu Lissu atakapofikishwa mahakamani. Hospitali katika ukanda wa Gaza zinasema takriban watu 23 wameuawa na wengine wengi kujeruhiwa katika mashambulizi ya Israel katika eneo hilo. Hata hivyo, jeshi la Israel halijatoa tamko kuhusiana na mashambulizi hayo. Hapo jana Alhamisi, Israel ilisema iliyalenga mamia ya maeneo yanayokaliwa na Hamas. Tawi la Hamas la wapiganaji limesema watu wasiopungua 40 waliuawa, wengi wao wakiwa raia waliokuwa katika kambi za watu walioachwa bila makazi. Mwana wa kiume wa Fahid al-Mzayin ni miongoni mwa waliouawa katika kambi ya Jabalia. Walikuwa wamelala majira saa 6 usiku. Hatukuona chochote ila roketi zikianguka katika nyumba za majirani. Kisha vifusi vikatuangukia. Matenki ya maji nayo pia yakatuangukia. Mwanangu alikuwa amelala chumbani mwake. Alianguka na kitanda chake na kabati lake la nguo likaanguka kuelekea chumbani kwetu. Mamake na mimi bado tulikuwa tumelala. Watu wakaja wakatuvuta nje. Kijana wetu ni mhanga. Na wizara ya afya Lebanon inasema mashambulizi ya Israel lilolenga gari karibu na mji wa Sidon lilimuua mtu mmoja. Na Wakristo kote ulimwenguni wanaadhimisha Ijumaa Kuu hii leo, ambapo wanakumbuka mateso na kifo cha Yesu Kristo. Wengi wa Wakristo leo walihudhuria ibada au misa makanisani kukumbuka kuteswa na kusulubiwa kwa Yesu. Sikukuu za Pasaka hudumu kuanzia Ijumaa hadi Jumatatu, kuashiria siku 3 za tangu kusulubiwa kwa Yesu hadi kufufuka kwake. Hii ni BBC. Taarifa habari za dunia imesomwa na Sarafina Robi. Karibu tena msikilizaji katika matangazo ya Dira ya Dunia yanayopatikana kupitia FM, redio shirika mbalimbali kama Radio Free Africa, CGFM na Radio 1 nchini Tanzania, Milele FM, Pamoja FM na Nyota FM nchini Kenya, Radio Lira, Radio Kitara na Voice of Karamoja kule Uganda, na huko DRC ni Radio Muungano Beni. Vile vile yako kwenye tovuti yetu bbcswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. Jioni hii uko nami Karo Robi na mwenzangu ni David Nki akiwa kule Dar es Salaam. Heri ya Pasaka David. Heri na kwako pia Karo. Asante sana. Na heri vile vile msikilizaji popote pale ulipo, karibu sana kwenye matangazo yetu ya Dira ya Dunia. Tuanzie Tanzania ambapo chama kikuu cha upinzani nchini humo Chadema kimetoa taarifa inayodai kwamba mwenyekiti wa chama hicho Tundu Lissu ametolewa mahabusu hii leo na kupelekwa mahali kusikojulikana. Mawakili, familia na wanachama kwa nyakati tofauti wamefika katika gereza la Keko jijini Dar es Salaam, ambapo mwenyekiti wa chama hicho alikuwa anashikiliwa lakini hawakufanikiwa kumwona.
Taarifa ya chama hicho imeelezea kwamba juhudi zao za kumwona Lissu hazikufanikiwa baada ya kuelezwa hayupo katika gereza hilo. Chadema imelitaka jeshi la magereza, mamlaka husika na vyombo vya dola kutoa taarifa wazi na haraka kwa umma kuhusu mahali alipopelekwa Tundu Lissu. Sasa muda mfupi uliopita nimezungumza na Brenda Rupia, mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi wa Chadema Taifa, anayeanza kuelezea kuhusiana na taarifa hiyo. Naibu katibu mkuu wetu Ali Ibrahim Juma, naibu katibu mkuu wa Zanzibar, amefika gerezani Keko leo pamoja na wakili wa chama, wakili mkuu wa chama ambaye ni Dr. Rugemeleza Nshala, na wamezuiliwa kumuona mwenyekiti wa chama taifa Tundu Antipas Lissu kwa kuambiwa kwamba hayupo gerezani na hawajapewa maelezo mengine kwamba yuko wapi. Kwa hiyo in fact chama sasa hivi kipo in distress kwa sababu hatujui mwenyekiti wetu yuko wapi, na tumeshatoa wito, tumetoa wito kwa jeshi la magereza watuambie mwenyekiti wetu yuko wapi, na mpaka dakika hii hawajatoa official statement popote kusema mwenyekiti wetu yuko wapi. Na hawajawapa sababu za yeye kutokuwepo pale ambapo alikuwepo mara ya kwanza. Hawajatupa sababu hata moja, na ndio maana tukaona tutoe official statement ili umma ijue, lakini pia tunatoa wito kwa mkuu wa jeshi la polisi na jeshi la magereza pia watuambie mwenyekiti Tundu Antipas Lissu yuko wapi. Ninyi mnafikiri ni kwa nini haya yote yanatokea, kwamba alikuwepo kwenye gereza fulani lakini hamfahamu kwa sasa alipo? Kwanza jeshi la polisi linaenda kinyume na sheria za mahakama, kwa sababu anapokamatwa ile siku mahakama inaamuru kwamba aende gerezani, walikuwa very specific kwamba ataenda gereza la Keko. Sasa wanapomhamisha bila kutaarifu umma au kutaarifu chama au kutaarifu familia kwamba tunamhamisha kwa sababu ABCD na ni mahakama gani imeamuru wamhamishe, wanaenda kinyume na sheria za nchi. Sasa kama chama, ni upi msimamo wenu na nini ambacho haswa kinafuata? Kama chama tumetoa wito kwa jeshi la polisi pamoja na vyombo vyote vya dola watuambie mwenyekiti Tundu Antipas Lissu yuko wapi. Hatujatoa time frame kwa sababu tuna imani kwamba watatupa mrejesho, na kama hawajatupa mrejesho kesho, basi tutatoa time frame ya lini ni deadline na msimamo wa chama baada ya hapo ni upi. Na kwa upande wake msemaji mkuu wa serikali ya Tanzania Gerson Msigwa amesema kwamba serikali haiingili michakato ya kisheria. Huyo mtu amekamatwa yuko kwenye vyombo vya sheria. Sasa haya maneno mengine ya nini? Hivyo taarifa za alipo hazifahamiki kabisa. Mimi sio msemaji wa jeshi la magereza. Na ipi kauli yenu kama serikali, kwa sababu tuhuma zinakuja kwenu ninyi ambao ndio na vyombo vya ulinzi na usalama? Taarifa polisi walishazitoa, kesi imeenda mahakamani, taratibu za kesi zinaendelea. Sasa mimi serikali nataka sasa tuingilie michakato ya kisheria. Ni kweli kabisa muingilie michakato ya kisheria, lakini Chadema analalamika kwamba huenda ikawa ni njama ya kuzuia yeye kusikilizwa kwa kesi yake wiki ijayo ambayo ni tarehe 24. Mimi najibu fact, sijibu huenda. Kama mtu yuko kwenye mikono ya sheria, yuko kwenye mikono ya sheria. Sasa kama wao wana speculate huko, wakavifuata hivyo vyombo vinavyohusika, lakini mimi sizungumzii jeshi la magereza na michakato ya uchunguzi, sio upelelezi na nini. Hiyo ni kazi zinafanyika na vyombo kwa uhuru wake huko. Na wanasema kwamba walikuwa wanatamani tu haki ya kumuona ile waweze kupewa na kumuona na mambo mengine yaendelee. Sasa hilo huniulizi mimi, unakwenda kuuliza huko aliko kama kuna hiyo opportunity au haipo. Huyo yuko kwenye vyombo vya kisheria huko. Michakato ya kisheria inakwenda, akiwa na makosa sheria zitasema, kama hana makosa sheria zitasema. Yuko kwenye vyombo huko. Mimi sizungumzi kitu chochote. Na juhudi za kumpata msemaji mkuu wa jeshi la magereza Tanzania hazikuzaa matunda mpaka tulipokuwa tukienda hewani, lakini tutaendelea kufahamisha kadri tutakavyokuwa tukipata taarifa. Yanatokea huku awali waziri wa nchi ofisi ya Rais, Management ya utumishi wa umma na utawala bora Tanzania, George Simbachawene, akisema kwamba madai ya kubadilishwa kwa mfumo wa uchaguzi kabla ya uchaguzi mkuu Oktoba 2025 hayawezi kutekelezwa kwa kipindi kifupi kilichobaki, kwani mabadiliko makubwa yameshafanyika, ikiwemo kuunda tume huru inayojitegemea. Tumeweza tubadilisha sheria na kuunda tume sio tu huru lakini inayojitegemea, independent. Tumeunda, na mawazo yalitolewa na vyama vyote vya siasa na mimi nilishiriki mchakato, na kutokana na mawazo yale yaliyotolewa na ile kamati ya vyama vyote vya siasa ndio ikapelekea kutengenezwa kwa sheria, na sheria zetu tulipitisha pale bungeni na tukakubaliana na tukanyamaza kimya na tukasema tunaenda kwenye uchaguzi.
Kama kutakuwa kuna mapungufu, nadhani mapungufu yangekuja baada ya kumaliza uchaguzi huu, kwamba pamoja na marekebisho haya, mbona sasa hatuoni kitu ambacho kimebadilika? Lakini hatujaenda kwenye uchaguzi, ndio tunaanza. Lakini wako wengine wanasema wenyewe hawashiriki uchaguzi. Sio kazi yangu kuwataka washiriki uchaguzi, kwa sababu ni haki ya kikatiba. Lakini msingi na jambo la maana hapa ni je, mawazo hayo yao yanatekelezeka kwa kipindi hiki? Na kama yanatekelezeka, je, yana gharama gani in terms ya muda? Lakini yana gharama gani in terms of kuwashirikisha wananchi ili kuwapatia haki ya kuwashirikisha? Kwa sababu jambo linalogusa katiba haliwezi likawa la ajenda ya kikundi cha watu, haliwezi likawa la ajenda ya CCM peke yake, haliwezi likawa ajenda ya chama fulani peke yake, haliwezi likawa ajenda ya kikundi cha watu fulani. Lazima liwe ajenda ya Watanzania wote. Je, katika kipindi hiki, na katiba yetu nasema uchaguzi ni mwezi Oktoba, je, katika kipindi hiki tunaweza tukayafanya hayo yote ya kushirikisha wananchi wote? Kwa sababu process zile za katiba mpya tu ile wakati ule tulichukua almost mwaka mzima. Na Simbachawene amesema kwamba uchaguzi mkuu utaendelea kama ilivyopangwa ili kuwapa Watanzania fursa ya kutekeleza haki yao ya kikatiba. Ni dhahiri mtu anapodai kitu ambacho hakiwezekani, unajiuliza dhamira yake nini? Kwa hiyo niseme tu, uchaguzi chini ya falsafa ya Dr. Samia Suluhu Hassan ya maridhiano, maelewano na wenzetu wengine ambao ni wadau katika mchakato wa hii wa kisiasa, ni vizuri wakatafakari hekima hii, busara hii na falsafa hii ili tuweze kuitendea haki nchi yetu. Kwa sababu mwisho wa siku maslahi yanayoangaliwa hapa ni ya Watanzania kwa ujumla wao, sio ya kikundi cha watu, ila ya Watanzania kwa ujumla wao. Tuna watoto, tuna wamama, mama zetu wako vijijini kule. Tukianza heka hapa, hakuna atakayebaki. Na je, heka hizo zinatulazimu kweli tuingie kwenye heka hizo? Lazima sana tuingie kwenye heka? Ukijiuliza, busara yako itakueleza ushirikije katika uchaguzi. Kwa hiyo mimi rai yangu ni kuombe ushiriki katika uchaguzi na upeleke elimu hii kwa watu wengi iwezekanavyo juu ya ubaya wa kudai kisichotekelezeka katika mazingira kama haya. Ni George Simbachawene huyo, waziri wa nchi ofisi ya Rais, Management ya utumishi wa umma na utawala bora Tanzania. Shukran sana. Tunaanza na mashindano ya soka katika kombe la Europa League, na Manchester United walitoka nyuma na kutoa ushindi katika moja ya ushindi wao mkubwa zaidi barani Ulaya walipoelaza Lyon ya Ufaransa 5-4 baada ya muda wa ziada, licha kuwa nyuma kwa mabao mawili baada ya dakika 113. Katika pambano lisilo la kawaida ambalo United waliongoza kwa mabao mawili wenyewe kabla ya kuruhusu mabao 4 kuingia, mawili kati yao yalifungwa, huku timu hiyo ya Ufaransa ikiwa na wachezaji 10. Ila waligeuka na kuvuna ushindi baada ya Harry Maguire kucheka na wavu na kuamsha mashabiki ugani Old Trafford. The Red Devils sasa watakutana na klabu ya Athletic kwenye mtanange wa nusu fainali ya kombe hilo. Man U ina ndoto ya kubeba kombe hilo na kushiriki katika ligi ya mabingwa msimu ujao. Katika mechi nyingine, Tottenham ilitinga fainali ya kombe la Europa League baada ya kuishinda Eintracht Frankfurt kwa bao moja bila jawabu. Mkwaju wa penalti wa Dominic Solanke katika kipindi cha kwanza ulihakikisha vijana wa Ange Postecoglou wanapiga hatua. Tottenham itamenyana na Lazio au FK Bodo Glimt katika mechi ya 4 za mwisho. Kwenye riadha, rais wa shirikisho la riadha duniani Lord Coe amekaribisha uamuzi wa mahakama ya juu ya Uingereza kwamba ufafanuzi wa kisheria wa mwanamke unatokana na jinsia ya kibiolojia, akisema utanufaisha mchezo wa wanawake. Kwa mengi na mpisha Phyllis Mwate. Coe anasema shirikisho la riadha duniani daima limejitolea kulinda uadilifu wa mchezo wa wanawake, na anatumaini kwamba uamuzi huo utaleta uwazi kwa nani anaweza kushindana. Miongozo ya sasa ya kamati ya kimataifa ya Olimpiki IOC inaruhusu michezo binafsi kuamua juu ya mbinu bora ya kusawazisha ushirikishwaji na haki. Mchezo wa riadha ulianzisha marufuku ya moja kwa moja kwa wanawake waliobadilisha jinsia kushiriki katika mashindano ya wanawake mwaka 2023. Shirikisho la
la riadha duniani lilianzisha kipimo cha maabara cha kuwapima wanariadha mashuhuri wanaotaka kushindana katika kitengo cha wanawake kwenye mashindano ya kimataifa mapema mwaka huu. Kipimo hicho hutafuta jeni ya SRY ambayo karibu kila mara huwa kwenye kromosomu ya Y ya kiume. Michezo kadhaa ikiwa ni pamoja na riadha, mashindano ya baiskeli na uogeleaji yametekeleza marufuku ya moja kwa moja kwa wanawake waliobadili jinsia kushiriki katika mashindano ya wanawake. Kwenye mbio za magari ya langalanga, Max Verstappen anasema hana wasiwasi kuhusu mustakabali wake licha ya mwanzo mgumu kwa timu yake ya Red Bull kwa msimu wa mwaka 2025 wa Formula 1. Baada ya kumaliza katika nafasi ya 6 katika mashindano ya Bahrain Grand Prix weekend iliyopita, mshauri wa Red Bull Helmut Marko aliambia shirika la habari la Sky Germany kuwa ana wasiwasi mkubwa kuhusu uwezekano wa Verstappen kuihama timu hiyo. Mholanzi huyo ambaye analenga kushinda taji la 5 mfululizo la madereva mwaka huu yuko katika nafasi ya 3 kwenye msimamo wa jedwali akiwa pointi 8 nyuma ya kiongozi Lando Norris wa McLaren. Awamu ya 5 itafanyika nchini Saudi Arabia weekend hii. Verstappen ana mkataba na Red Bull hadi mwaka 2028. Lakini Marko aliambia BBC Sport mwezi huu kwamba kuna kipengele cha utendaji ambacho kinaweza kumruhusu nyota huyo kuondoka kwenye timu hiyo. Kwenye tennis, Carlos Alcaraz aliibuka kidedea na kufuzu kwa robo fainali ya Barcelona Open kwa ushindi wa 1-1 dhidi ya Laslo Djere. Alcaraz ambaye alitwaa ubingwa wa Monte Carlo Masters wiki iliyopita alishinda kwa seti 2 za 6-2 na 6-4 dhidi ya Djere wa Serbia. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 21 atacheza na Alex de Minaur anayeshika nafasi ya 5 katika nafasi ya 8 bora leo baada ya raia huyo Australia kumbwaga Mwingereza Jacob Fenley. Kwenye soka weekend hii katika ligi ya Premier, siku ya Jumamosi Brentford watakuwa wakiwaalika Brighton, West Ham watachuana na Southampton huku Everton wakikipiga dhidi ya Manchester City. Mechi hizi zitachezwa saa 11 saa za Afrika Mashariki. Nao Crystal Palace watapambana na Bournemouth huku Aston Villa watashikana mashati na Newcastle United mida ya saa 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Siku ya Jumapili Arsenal watakuwa ugenini dhidi ya Ipswich Town, Fulham wataialika Chelsea, nao Manchester United watakorozana na Wolves huku Leicester City walio nambari 19 kwenye msimamo wa jedwali ya ligi ya Premier wakiwa wenyeji wa viongozi Liverpool. Na hapo ndipo natia kikomo habari za spoti kwa sasa. Ni Victor Kenani.